Mpendwa mtazamaji, kama unatufuatilia, hii ni ibada ya mahafali ya UKWATA katika mwaka wa 2025, na sasa tumsikilize mchungaji. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili yako zote na kwa nguvu zako zote, na mpende jirani yako kama nafsi yako. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Wapendwa watu wa Mungu, fungueni sasa mioyo yenu, tumungamie Mungu dhambi zetu tukitumia kifungu kile cha kwanza. Mungu mwenye enzi yote, fanya kwa kuwaza, kwa kunena na kwa kutenda. Nimeukasirisha mara kwa mara, nikastahili adhabu yako hapa duniani. Nipe nguvu ya Roho Mtakatifu wako, nishike mwenendo mpya. Watu wa Mungu, ungamo hili likiwa ni la kweli, na mkitaka kwa moyo wote msamaha wa dhambi kwa ajili yake Yesu Kristo, basi kwa nguvu ya neno lake na kwa agizo la Bwana wetu Yesu Kristo, ninawatangazia ya kuwa Mungu kwa neema yake ametusamehe dhambi zetu zote. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tuombe. Mungu Mwenyezi, twakushukuru kwa upendo wako mkuu kwetu. Kwa kufa kwake mwana wako ameshinda dhambi na mauti, na kwa kufuka kwake ameturejeshea uzima wa milele. Utujalie kushikamana na hiyo, ili tukusifu na kushukuru daima kwa Yesu Kristo aishie na kumiliki pamoja nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu daima milele na milele. Amen. Hivyo tumesimama tukiri imani ya mitume. Namwamini Mungu Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na nchi. Namwamini Yesu Kristo, mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa zamani za Pontio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu. Siku ya tatu akafufuka kutoka kwa wafu, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Toka huko atakuja kwa hukumu walio hai na wafu. Namwamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu la Kikristo lililo moja tu, shirika wa watakatifu, ondoleo la dhambi, kufufuliwa kwa mwili na uzima wa milele. Amen. Tukae tafadhali. Niombe kwaya. Kwaya, karibuni muimbe, na baada ya hapo tasikiliza ujumbe wa neno la Mungu. Injili ya Luka Mtakatifu sura ya 24 mstari ule wa 31. Injili ya Luka Mtakatifu sura ile ya 24 mstari wa 31. Yakafumbuliwa macho yao, wakamtambua, kisha akatoweka mbele yao. Tuombe. Mungu mtakatifu, Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu, umetupa neema katika mwaka huu wa Bwana 2025 kuwa na mahafali ya kidato cha 6 katika wilaya yetu hii ya CCT Morogoro. Tunakuomba Mungu, tunapokwenda kusikia ujumbe wa neno lako,
Basi maneno haya akatusaidie kutujenga, kutuimarisha katika imani, tukupende na kukutumikia wewe siku zote za maisha yetu. Kwa Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Tazama ilivyo vyema ndugu kukaa pamoja kwa umoja. Haya yanatufanya sisi kuwa familia moja ya wana CCT katika wilaya yetu ya Morogoro, CCT Morogoro. Ndugu zangu, nimeona nichague neno hili, neno ambalo lilikuwa ni wanafunzi wa Yesu. Wanafunzi wa Yesu. Hawa wanafunzi wa Yesu, baada ya kufufuka kwake, Yesu alikuwa anakwenda katika kijiji kimoja kinaitwa Emau. Kwa hiyo hawa watu walikuwa wanazungumza habari nzuri sana za huyu Yesu. Wanatembea, lakini pia wakawa wanazungumza juu ya matazamio yao. Walimuona Yesu kama kiongozi wao, tena wa kisiasa, lakini kiongozi wao wa kiroho. Lakini walikuwa na matazamio makubwa sana, awe kiongozi atakayepindua serikali ya Kirumi ili yeye ashike madaraka. Mitazamo ya kwao yalikuwa ya kibinadamu zaidi, lakini Yesu alikuwa na mitazamo ya kiroho. Ghafla wanamuona Yesu anatembea pamoja naye. Lakini cha ajabu, watu waliokuwa wanazungumza habari za Yesu, lakini Yesu mwenyewe hawafanyi nini? Hawamfahamu wala hawakumtambua. Wanatembea pamoja naye. Na Yesu akaanza kuzungumza nao. Ninyi vijana mna lugha nzuri, akawachomekea. Walipomuona amewachomekea, na wao wakaingia hapo hapo, wakaanza kuzungumza habari za Yesu. Yesu, ni habari gani mnazozungumza njiani? Wewe ni mgeni katika Yerusalemu. Anasema mimi sijui yaliyotokea. Sema kulikuwa na Yesu, tena yule mtu nabii, lakini wakubwa zetu walimpiga kufa na kumsulubisha. Akawa anatembea, wanazungumza naye. Lakini ghafla walipofika mahali wakasema wakamshawishi Yesu. Walimpenda kwa maneno yake. Wakasema ingia ukae kwetu. Kwa hiyo kile kitendo cha Yesu kuingia kwao, akakaa kwao, Yesu ndipo akaumega mkate. Alipoumega mkate, macho yao yakafanya nini? Yakafumbuliwa. Ndio wakamtambua, kumbe ni Yesu. Lakini kumbuka, wasingemkaribisha, maana yake macho yao yasingefanya nini? Yasingalifumbuliwa na wasingalimtambua. Lakini kile kitendo cha kumkaribisha kiliwafanya waweze kumtambua Yesu. Na Yesu akaingia, akakaa kwao. Katika maneno ya Injili ya Yohana sura ya 15 mstari wa 4, Yesu anasema neno zuri sana. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Ndani yenu nami ndani. Lakini yale maneno ya Injili ya Luka sura ya 24 mstari wa 29, wakamshawishi wakisema, kaa pamoja nasi. Kaa pamoja nasi. Kumbe kitendo cha wao kumkaribisha Yesu, kukaa pamoja naye, macho yao yakafumbuliwa. Ndugu zangu wa kidato cha 6, safari ndefu ya miaka 4 unatembea. Inawezekana usitambue thamani ya elimu hiyo ambayo utaipata. Inawezekana kabisa.
Na kuna mwingine katika miaka yake yote 6 anakwenda tu kwa sababu tu wazazi wamemwambia aende wapi? Shule. Hajatambua. Na mwingine anamaliza kidato chake cha 6 division 1, lakini bado tu hata hiyo elimu aliyoipata haijafanya nini? Haijamkomboa, haijambadilisha. Anatembea tu. Amepata elimu nzuri, jamii inamtegemea awe na mabadiliko fulani hivi. Amemaliza kidato cha 6, anaingia chuo kikuu, anakwenda kujiunga na utumiaji wa madawa ya kulevya. Anakunywa madawa, anakula madawa ya kulevya. Na muda mwingine mnawasikia ndugu zenu walioko kwenye vyuo vikuu. Amesoma business, administration and management. Huyu ni mtaalamu mzuri sana wa mambo ya nini? Ya kibiashara, si ndio? Mpe biashara hawezi. Lazima elimu ikukomboe. Yaani ukishatoka wewe leo umemaliza kidato cha 6, ukifika katika jamii waone ulichojifunza kina maana sana na kimekubadili katika maisha. Huyu mtu akafumbuliwa macho, wakatambua. Muda mwingine katika taifa letu hili tuna watu wamesoma mno, lakini elimu kama elimu yao haijawakomboa. Sasa ninyi leo mtakapomaliza kidato chenu cha 6, kathibitisheni ya kwamba elimu ambayo mmeipata imewakomboa. Huyu Yesu ambaye tunatamka habari zake, tumruhusu akae ndani yetu. Akae ndani yetu. Huyu Yesu ambaye tunatamka habari zake ametukomboa kweli kweli, maana yake hata maisha yetu yamebadilika. Watu wanasema huyu amekombolewa. Na huyu anamjua Yesu ambaye anayemwamini. Kwa hiyo Mungu awasaidie sana, na ili uweze kumkaribia, ili Yesu aweze kukufumbua macho yako. Yesu anasema katika Injili ya Yohana 14 mstari wa 23, Yesu akajibu akawaambia, mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atanipenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Kumbe ili haya yote niweze kuyaona baraka zake, ni lazima nimpende nani? Yesu. Alafu Yesu anahamisha makao, yeye na Baba yake wanakuja wanafanya kikao kwako, wanakaa kwako. Manake wewe una ulinzi wa kimungu wa kutosha, una hekima ya kutosha, una maarifa ya kutosha, una uwezo wa kupambanua mambo wa kutosha. Na watu wanasema huyu mtu ana uwezo wa ajabu sana. Hapo elimu yako itakuwa imekomboa. Lakini tukiwa na huyu Yesu akikaa ndani yetu, anatuelekeza mambo mema. Sala na kazi. Utafanya kazi, utamwomba Mungu, hautakuwa mjinga. Maana kuna watu wengine wanakuwa wajinga kabisa. Wewe unajua kabisa unaenda kwenye mtihani, ni vita, inahitaji usome, uwe na vitu kichwani. Mwingine anasema mimi nikiomba tu Roho Mtakatifu atanifunulia. Nenda kwenye mtihani na Roho Mtakatifu kama atakufunulia. Umepewa maarifa, umepewa akili ya kupambanua mambo. Kaa soma, muombe Mungu. Mwingine afanye kazi anasema mimi nikikaa tu Bwana atanilisha. Hata maandiko anasema asifanye kazi kwa nini? Asile. Sasa kuna watu wajinga. Hatutamani kuzalisha taifa lenye watu wajinga. Tunatamani kuona taifa ambalo watu wamekombolewa akili, fikra, mitazamo. Na elimu yenu
ikalete baraka katika taifa letu hili. Muda mwingine ninyi mliosoma, mliopata nafasi ya kwenda shule, mmewakatisha tamaa hata watu wengine kwa sababu hamjaonyesha mabadiliko. Elimu imewakomboa kwa jinsi gani? Kumbe tukikaa ndani ya Yesu, Yesu huyu anatupa mwanga mkubwa. Na ndio maana mwimbaji mmoja akasema, nuru ya rohoni ni Bwana Yesu. Ukiwa na nuru hii itakuangaza. Giza la ujinga linaondoka, giza la uvivu linaondoka, giza la umaskini linaondoka, kwa sababu unatumia akili yako. Transformation ya knowledge skills ulizozipata darasani inaenda kuwa implemented kwa vitendo zaidi. Watu wanasema huyu kweli amebadilika. Angalieni maisha. Ninyi mnaenda kumaliza kidato cha 6, ndio safari inaanza ya kwenda chuo kikuu. Na mkitoka chuo kikuu, maana yake mtaenda kulitumikia taifa. Ili muweze kubarikiwa, ili muweze kufanikiwa, lazima Yesu akae ndani yenu. Akae ndani yenu, awafumbue macho yenu, fahamu zenu, awape maarifa. Na hapo mtaona baraka za Mungu katika maisha yenu. Amen. Simame tu. Mungu mtakatifu, Baba wa mbinguni, tujalie neema na baraka katika maisha yetu. Utufumbue masikio na macho yetu yapate kuona, maana ulituagiza mkamate sana elimu, usimwache aende zake, ni uzima. Elimu hii ikawa uzima kwa watoto wetu wote, kwa Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mpendwa wa mtazamaji, unafuatilia moja kwa moja ibada hii ambayo inaambatana na mahafali ya UKWATA wa kidato cha 6. Na kama ambavyo tumesikia kwenye mafundisho ya mchungaji akiwaasa mambo mbalimbali wanafunzi hawa ambao
wanahitimu kidato cha 6. Katika mafundisho yake mchungaji amewaambia watumie elimu yao ambayo wameipokea kutoka mashuleni kukomboa maisha yao, lakini pia maisha ya jamii. Na akawaambia msomi ni mtu ambaye anatakiwa abebe ukombozi unaotokana na elimu aliyoipokea katika masomo yake. Lakini amewaasa watumie elimu yao vizuri, na amewakemea wasijiingize katika makundi yasiyompendeza Mungu, makundi mabaya, makundi ya uhalifu, ikiwemo kutumia madawa ya kulevya na vitu vinavyofanana na hivyo. Na sasa mchungaji anawafanyia maombi wanafunzi hawa ambao wamehitimu kidato cha 6. Anawafanyia maombi kabla ya kwenda kuingia katika mitihani yao. Bila shaka anatimiza ile neno ambalo Yesu anasema, anzeni yote katika neno langu. Na bila shaka mitihani yao itakuwa ni mitihani mema kwa sababu wanaanza pamoja na Bwana. Ndugu mtazamaji, endelea kufuatilia matangazo haya, lakini kukumbushe, kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha una subscribe channel hii ili uweze kupata update ya vipindi mbalimbali. Fuatana pamoja nasi katika matangazo haya. Amen.